mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi. Kwa hiyo hapa utaona kwamba anatakiwa kuaminiwa vile vile nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faaminu billah, Mwenyezi Mungu anatoa amri kwamba muaminini basi Mwenyezi Mungu, wa rasulihi, na mtume wake, an-nabii al-ummi, mtume ambaye ummi, aliyekusoma wala kuandika asili yake, alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Na Allah subhanahu wa ta'ala kamalizia haiko kusema watabi'uhu, na mfuateni mtume huyo, la'allakum tahtadun, ili mpate kuongoka. Kwa hiyo tumeambiwa tumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ni katika haki kubwa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumwamini kwamba yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na huo ndio wadhifa mkubwa, ndio cheo kikubwa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye ni Rasulullah, yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anapewa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtarahu Allah subhanahu wa ta'ala li risalatihi, Mwenyezi Mungu kamchagua kwa ajili ya ujumbe wake. Si jambo dogo, ni jambo kubwa. Katika watu wote wa ulimwengu amechaguliwa yeye kuwa ni mtume wa ulimwengu mzima. Si jambo dogo hili, na hili amepewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni sharafu, ni utukufu wa aina yake ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu al-Qadhi Iyadh rahimahullahu ta'ala, anasema Qadhi Iyadh, anasema wal imanu bihi sallallahu alaihi wasallam huwa tasdiqu bi nubuwwatihi, na imani ya kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ile kusadikisha utume wake, yani unabii wake, kukubali kwamba yeye ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa risalati Allah ta'ala lahu, na vile vile lazima ukubali kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempa ujumbe kuleta kwa walimwengu, wa tasdiquhu fi jami'i ma jaa bihi, na kuamini yote aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake, wa ma qalahu, na vile vile yote aliyosema, wa mutabaqatu tasdiq alqalbi bidhalika, na vile vile mambo haya lazima kuyasadikishwe na moyo wako, bishahadati lisan, na ushuhudie kwa ulimi wako, bi annahu rasulullah, kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anasema Qadhi Iyadh, anasema wa idha ijtama'a at-tasdiq bihi bilqalbi wal-nutq bishahada bidhalika billisani tamma al-iman bihi alayhi salatu wassalam. Na itakapokusanyika kitendo cha wewe kusadikisha kwa moyo wako na kutamka kwa ulimi wako kwa kutoa shahada ya kumshuhudia mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ulimi wako, kwa kufanya hivyo tamma al-iman bihi alayhi salatu wassalam, hapo itakuwa imani yako imekuwa imetimia, watasdiqu lahu, na itakuwa kwa hakika umemsadikisha. Na ndio maana utaona mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pale anapotajwa yeye katika shahada, basi haikamiliki. Hawezi mtu kuwa Muislamu mpaka ashuhudie kwamba Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna yeyote katika watu atakayemsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-yahudi au an-nasara, katika mayahudi au manasara, thumma lam yu'minu bi, kisha akawa kuniamini mimi Muhammad, akafa katika hiyo, basi atakuwa ni katika watu wa motoni. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahih, anasema walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, yani Allah subhanahu wa ta'ala, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, hatunisikia yoyote katika umma huu, yahudiyun au nasraniyun, au yahudi au nasara, thumma yamut, kisha kafa, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kisha akawa kuamini yale yaliyotumwa nayo, illa kana min ashabi an-nar, isipokuwa huyo atakuwa ni mtu wa motoni, kama rawahu Imam Muslim fi kitab al-iman. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yoyote ambaye atakayemsikia katika ulimwengu huu na habari alizokuja nazo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ikawa hakumwamini
wengi katika makafiri waliokuwa zama zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimsadikisha kwamba wewe ni kweli as-sadiqul amin, kwamba kweli wewe ni mkweli na mwaminifu, lakini hili la kwamba wewe ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, hili nalo kwamba wakamkataa kwenye hili kwamba yeye ni mtume wa Allah. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba wake kwamba nyinyi ni masahaba wangu, nyinyi ni marafiki zangu, lakini ndugu zangu ni wale watakaokuja kuniamini hali ya kuwa hawajaniona. Hadithi hii ni sahihi ambayo amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na la shaka hao ni sisi tuliokuja katika zama hizi. Hatukumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tumeamini kwamba yeye ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, haki ya pili katika haki za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam duna ghuluwin, kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi na kufanya ghuluw. Al-ghuluw maana yake kuvuka mipaka katika kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mipaka yake ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wameelekeza pale aliposema la tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam inma ana abdullahi wa rasuluhu, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, msinisifu mkavuka mipaka, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ni mtume wake. Hivyo ndivyo alivyokuwa akijisifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inatosha sana kuwa yeye ni Rasulullah, kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, yani kapewa ujumbe na Allah subhanahu wa ta'ala kuuleta katika ulimwengu. Na haya mahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam min usuli iman, ni katika imani, ni katika misingi ya imani kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huwezi kuwa unamchukia mtume ukawa Muislamu, kwamba anayemchukia mtume huyo hawezi kuwa Muislamu, hatakuwa ni kafiri, amekufuru. Kwa hiyo kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo la lazima sisi kwetu kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata mlima ule wa Uhud ulikuwa unampenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema alikuwa yamurru yawman huwa wa ashabuhu amama jabal Uhud, alikuwa anapita mbele ya jabal Uhud. Wa idha yaqul, ikawa anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ashabi, anawaambia masahaba zake, Uhudun jabal yuhibbuna wa nuhibbu, kwamba hili jabal la Uhud naliona, yuhibbuna linatupenda sisi, wa nuhibbuhu na sisi tunalipenda ili jabali. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapendwa mpaka na milima kama hivyo, kwamba yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mengine yako majabali yaliyokuwa akimtolea salamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, at-tasdiqu الصديق يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم, tutaonyesha mfano wa mapenzi ya Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama mnavyojua kwamba Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu yeye alijitolea kila kitu chake kwa ajili ya Uislamu huu, mali zake, nafsi yake, familia yake, kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata mtoto wake akamwozesha vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala shaka si yeye tu, utaona masahaba wengi walioishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba walikuwa wako tayari kutoa mali zao zote na nafsi zao kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana utaona katika ghazawati, katika vita mbalimbali alivyopigana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba wanapokaribia makafiri kutaka kumdhuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi sahaba mmoja atajitokeza kupambana nao hata atakufa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akisha kufa anakuja mwingine kumtetea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa tayari kutoa nafsi zao, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amenunua kutoka kwa waumini
nafsi zao na mali zao, na yeye atawalipa pepo. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hizo ndio ahadi alizokuwa akiwapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam masahaba wake, kwamba mimi nawaahidi pepo nyinyi ikiwa nyinyi mtajitolea mali zenu na nafsi zenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu Abubakar Siddiq alikuwa na mahaba ya juu sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama tunavyoona kwamba yeye ndio katika wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyesema thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana. Yani walipokuwa wawili tu, Abubakar Siddiq radhiallahu anhu na Mtume Muhammad sallam katika pango, wakati wanatoka Maka kwenda Madina, kiasi Abubakar Siddiq radhiallahu anhu anamwambia Mtume sallam, kama mmoja katika hawa atatazama miguu yake atatuona. Mtume Muhammad sallam akamwambia, una wasiwasi gani kuhusiana na watu wawili ambao watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala? La tahzan inna Allah ma'ana, usihuzunike, Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi. Huyu ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwani fillah, anasema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akizungumza juu ya usiku mmoja tu ambao Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema, walladhi nafsi biyadihi la tilka al-laila, anasema Umar kwamba hakika usiku ule, yani anakusudia ule usiku ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye na Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, kwamba usiku huu ni usiku mmoja ambao ni wa ghali sana, na fursa hiyo hakuipata yote isipokuwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, ambaye alikuwa pamoja yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yao. Na mahali pengi mara nyingi sana alikuwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu akiwa mara nyingi huwa yeye peke yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata al-iman, angalia kadhalika Ali radhiallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, katika tukio la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka wakati anahama Maka kuhamia Madina, wakati Makuraish wamekaa katika Darun Nadwa na washapitisha kwamba rai ya Abu Jahal kwamba auawe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na auawe kwa watu kwa makabila yote yashirikiane, watoe, kila kabila litoe kijana ambaye atapewa upanga kwenda kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wamuue kwa pamoja, ili kabila ya Mtume isiweze kulipiza kisasi, kwa sababu itakuwa wengi, wale makabila ambao watatakiwa kupigana naye yatakuwa mengi, na hivyo hawataweza. Kwa hivyo itabidi watoe dia tu kuwapa, na hakutokuwa na vita. Wakati wanapanga kwenda kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nyumba imezungukwa, Jibril alayhi salam alikuja kumpa habari Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya tukio hili, kwamba hawa watu wameshazunguka nyumba yako na leo wamekuja kukuoa, kwa hivyo usilale katika kitanda hicho ambacho siku zote huwa unalala. Badala yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamtaka Ali radhiallahu anhu bin Abi Talib yeye alale kwenye kitanda chake badala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia mapenzi ya masahaba radhiallahu anhum, kiasi wale waliokuwa nje walikuja kumuoa wajue Muhammad yumo ndani na hajatoka, yule tunamuona. Kumbe pale kwenye kitanda chake Ali radhiallahu anhu yeye ndio kaenda kalala pale badala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakawa wale waliokuja kumuoa wanajua baada ya Mtume yuko pale, kumbe wakati ule Mtume Muhammad kashafanya nini? Kashatoka. Sasa swali, kweli wewe unaweza kufidia kuitoa nafsi yako kama hivyo kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata siku moja Umar bin Khattab radhiallahu anhu aliposema mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakupenda, akamwambia